Karibu mtazamaji wetu, kama ni mara yako ya kwanza unatufollow sisi Mswati Media, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe plus bell ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu za michezo kutoka Mswati Media. Basi jana kulikuwa kuna mchezo mzuri sana ambao ulichezwa kati ya Young Africans ya nchini Tanzania na Al National Al Ahly ya nchini Misri katika raundi ya 4 kwenye michuano ya CAF Champions League. Hivyo katika mchezo huo uliopigwa katika kiwanja cha New Amani Complex mjini Zanzibar, ambako Young Africans walimkaribisha National Al Ahly. Katika mchezo huo Young Africans na Al Ahly waliweza kuchoshana nguvu kwa kutoa sare ya 1-1, ambao goli la Young Africans lilifungwa dakika ya 43 ya mchezo, ambapo lilifungwa na beki wa kati wa Young Africans Ibra Baka. Lakini goli hilo lilitosha kabisa kuwafanya Young Africans waende kipindi cha kwanza wakiwa wanaongoza. Kipindi cha kwanza chote mpaka kutamatika dakika 45 za mwanzo, Young Africans alikuwa anaongoza kwa goli 1-0 dhidi ya mafarao hao wa Misri. Walivyorejea kipindi cha pili, National Al Ahly pia waliweza kupata goli dakika ya 60 ya mchezo na kuweza kulevo mzani na kuwa 1-1, lakini kocha wa Young Africans Pedro Gonzalez ni kwamba alifanikiwa sana kushika mchezo, na hasa kipindi cha kwanza alipushi sana na alifanya mashambulizi ya kasi kwelikweli, kitu ambacho kilipelekea National Al Ahly washindwe kupata nafasi ya kujiachia katika uwanja. Ukiangalia hususan katikati, Damaro Kamara alionyesha uwezo mkubwa sana, lakini kwa mfungaji wa bao mchezaji huyo wa kati ambaye ni Ibra Baka, naye aliweza kuonyesha hali ya mchezo nzuri zaidi na alileta upinzani mkubwa sana katika eneo la ulinzi, lakini hata katika kushambulia alikuwa anapandisha mashambulizi, lakini pia alifanya clearance nyingi sana katika mchezo huo wa jana. Hivyo ikumbukwe pia kwamba alichokosea kocha wa Yanga Pedro Gonzalez ni baada ya kupata ushindi aliweza kuwaondoa, alihitaji kulinda kile ambacho amekipata, kitu ambacho kilikuwa ni kosa na kiliwafanya Young Africans waweze kuruhusu goli ambalo goli lilifungwa na Audieng katika dakika hizo za 60 ya mchezo, na alimwacha National Al Ahly aweze kumiliki sana mpira, kitu ambacho kiliwafanya washambuliwe sana na wafanye makosa katika eneo hilo la mwisho. Hivyo ikumbukwe ndugu mtazamaji wetu kwamba Young Africans mpaka sare ya jana walifikisha alama 5, huku National Al Ahly akifikisha alama 8 na akiwa kinara wa kundi. Hivyo ndugu mtazamaji wetu, endelea kubaki nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe plus bell ili uendelee kutupata zaidi Mswati Media. Asante sana.